Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo show za ligi kuu ya soka Tanzania bara zinaendelea kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambao pia umeanza kuingia rapsha, ambapo huyu kuna mmoja anaonekana kuikimbia dabi ya Kariakoo. Sababu zimekuwa ni nyingi kweli kweli, ila kabla tujafika huko kuna hayo mengine, mimi nimekusogezea kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambacho kitakachoanza katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo ni kuelekea sasa kule kwenye dabi ya Kariakoo, ambapo mchezo huu ni mchezo wa ligi kuu ambapo klabu ya soka Young Africans inakutana na wageni wao ama wenyeji wao. Hapa nazungumzia Namungo FC katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mimi nimekusogeza kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha Pedro, akiandaa kikosi chake ambacho kitakachocheza katika mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo majembe yote yameweza kuainishwa kwa ajili ya kuweza kuzisaka alama tatu muhimu ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kulitetea kwa mara nyingine taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo mwenendo unaonekana kuwa ni mzuri kabisa. Kabla tujakutajia kikosi kimekaaje, majina ya wachezaji wote, mfumo ambao unakwenda kutumika katika mchezo huu, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, kikosi cha kocha Pedro kimeweza kuwa tayari kabisa, ambapo kikosi kitakachoanza katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika raundi nyingine, ambapo Young Africans wakienda kuzitafuta ama kuzisaka hapa nazungumzia alama hizi muhimu kabisa ambazo zitakazowawezesha kuelekea katika mchezo wa dabi. Wanaenda wakiwa salama kabisa, ambapo wakiwa na matumaini. Bila kupoteza wakati, kikosi kama ifuatavyo: golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, anafahamu bora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri, moja kati ya magolikipa bora kabisa ambao anapatikana katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kabisa kwenye kikosi cha Yanga, namna ambavyo anafanya save za maana, namna ambavyo amekuwa ni moja kati ya msaada mkubwa sana katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo mwalimu Pedro ameona zaili shaili ya kwamba anahitaji kuendelea kupata huduma ya nyota huyu ndani ya kikosi chake. Kwa hiyo ameanza naye Djigui Diarra, huku beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Israeli Patrick Mwenda, moja kati ya vijana muhimu kabisa ambao wamezidi kushine na kuonyesha kiwango chao katika ubora mkubwa toka kule alikotoka Simba Sport Club, akaenda zake Singida, na sasa yuko katika timu ya wananchi Young Africans akilihitaji taji la 5 katika kikosi hicho. Kwa hiyo atakuwepo na shughuli yake ni moja, kupandisha mashambulizi na kurudi kukaa katika nafasi yake, kutengeneza nafasi za mabao. Ndio kazi kubwa ambayo anahitajika kufanya katika siku hii ya leo. Huku hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni beki namba 3. Beki namba 3 anasimama si mwingine bali
bali ni Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, moja kati ya malejendali. Umri wake unaweza kawa bado, lakini ni legendali, kwani ameanza kuitumikia nafasi hiyo katika ubora mkubwa akiwa katika klabu ya Simba Sport Club, na sasa yuko katika klabu ya Young Africans ambapo amekuwa na mwendelezo mzuri, ukiweza kushuhudia matumizi mazuri ya mguu wake wa kushoto katika majukumu yake ya ulinzi. Amekuwa na uwezo wa kupandisha timu, amekuwa na uwezo wa kurudi katika nafasi yake katika ubora ule, anatengeneza nafasi, ana uwezo pia wa kupiga cross nzuri kabisa. Kwa hiyo atakuwepo dhidi ya Namungo. Huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Ibrahimu Hamadi Baka. Unafahamu utulivu, maarifa, nguvu pia zipo za kutosha, ukizihitaji zitatumika. Ni moja kati ya mabeki vitasa, moja kati ya mabeki bora kwa sasa wakati katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Huwezi kuacha kutaja jina la Ibrahim Baka kutokana na ubora ambao ameendelea kuwa nao. Huku beki namba 5 anasimama si mwingine bali ni Dickson Job. Dickson Job amekuwa na mwendelezo mzuri. Mwalimu amekuja na ameendelea kuweza kumwamini kulingana na kile ambacho anachokitoa katika kiwanja cha mazoezi, na kuona anastahili kuendelea kuweza kupata nafasi kwenye kikosi cha Yanga. Katika mchezo huu amepangwa katika majukumu ya beki namba 5 kuhakikisha kwamba safu yote ya ulinzi anaiongoza vyema ili kumlinda golikipa wake si mwingine bali ni Diarra. Huku unazungumzia upande wa namba 6. Namba 6 anasimama Damaro Kamara, miongoni mwa watu ambao kwa sasa wana trendi kweli kweli, baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kudaiwa kupeleka malalamiko kutaka mchezaji huyo asimamishwe, kwani wana ulakini katika uraia wake. Kumbuka Damaro ametolewa Singida Black Stars akihesabika kama mchezaji wa ndani, yani kutokana na baada ya kubadilisha uraia wake. Sasa wanahoji juu ya uhalali huo leo ambapo yuko Yanga. Kwa nini hawakuhoji wakati yuko Singida? Ni swali ambalo unaweza kujiuliza. Kwa hiyo Damaro anaanza katika mchezo huu dhidi ya klabu ya Namungo. Kwa hiyo atakuwepo katika namba 6 pale akitimiza majukumu yake. Umeweza kushuhudia kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hakuhitaji muda wala maneno mengi kueleza juu ya ubora wake, namna tu ambavyo alivyoingia kwenye kikosi moja kwa moja ikawa mpaka hivyo. Huku unazungumzia namba 7 anasimama si mwingine bali ni kijana hapa, anazungumzia Alan Okello, moja kati ya vijana ambao kwa sasa huenda wanakumbwa na pressure kubwa ya mashabiki, ya wachambuzi, kulingana na takwimu ambazo yuko nazo. Hana bao hata moja toka alipojiunga na kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo maneno yamekuwa ni mengi, hususan wachambuzi wakiweza kulizungumzia hili kwa mara nyingi. Kwa hiyo huenda ikawa ni mechi yake pia kufungua akaunti yake ya mabao. Huku unazungumzia namba 8 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Duke Abuya, moja kati ya wachezaji ambao huwasikii wakiimbwa, huwasikii wakizungumzwa, wala katika majalida ya michezo wala huwezi kukuta jina lake, lakini kazi yake ni chafu kweli kweli. Si chafu kwamba ni mbaya, bali ni kazi ambayo kila mmoja anaifahamu. Akiamua kulichafua dimba la kati pale, hakuna ambaye anaweza kubaki kutokana na ubora ambao anautoa kutoka katika miguu yake ya dhahabu. Kijana huyu kutoka Kenya ambaye anaendelea kuweza kuiwasha timu ya wananchi Young Africans na kuipatia kile ambacho kinapatikana. Kwa hiyo atakuwepo katika nafasi hiyo. Huku namba 9 anasimama nyota kutoka pale Angola, si mwingine bali ni Depu, moja kati ya washambuliaji ambao waliletwa na mwalimu Pedro, na ndio maana umeweza kushuhudia hakijitahidi kuweza kumpatia muda mwingi wa kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Mpaka sasa amekuwa na wastani mzuri wa mabao, namba zake zinavutia kweli kweli. Kwa hiyo anaendelea kusimama pale katika safu ya ushambuliaji kama namba 9, kinara, kiongozi katika kuisaka alama 3 mbele ya Namungo. Huku unazungumzia namba 10. Namba 10 anasimama si mwingine bali ni Mudathir Yahya. Mwalimu ameona kitu cha kitofauti pengine kuanza na nyota huyu. Kwa hiyo
tutegemee kuweza kuliona hilo. Huku namba 11 akisimama huyu ni nyota mpya anafahamika jina la Buba, moja kati ya maingizo mapya ambayo yameweza kuingia katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo tutaendelea kuweza kuona namna gani ambavyo anaonyesha kiwango chake. Tayari ana bao moja ambalo ameweza kulipata katika mchezo wa kombe la FA baada ya kufungua akaunti yake. Itakuwaje katika ligi kuu? Tusubiri, tutaweza kuona. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Hiki ni kikosi cha Young Africans kinachocheza dhidi ya Namungo katika mwendelezo wa zile mechi za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara katika hile mwendelezo wa michezo ya ligi kuu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea wakati